manake kuna vitu vililengwa, kuna vitu vilikusudiwa. Na tunapozungumzia Pasaka ili iwe na ushindi ni pale tunapoona matokeo ya Kristo kufufuka. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu duniani kuna imani nyingi, lakini imani hii ya tofauti sana kati ya imani zote tunazoweza kuzielewa ama kuzisikia. Imani hii ya Kikristo ni imani moja ya pekee sana. Kwanza, kuzaliwa kwa Yesu hakukuwa kwa mazingira ya kibinadamu, ni Mungu mwenyewe alihusika, lakini maisha ya Yesu yalikuwa yamejaa miujiza kwa sababu ni mtu ambaye hakuwa na dhambi yoyote. Lakini pili, kifo cha Yesu kilidhihirishia dunia yote kwamba hakuwa mtu wa kawaida. Na hata tunaposema au mashambulizi ya baadhi ya watu wanaokataa Yesu sio Mungu, Yesu sio mwana wa Mungu, ndipo yanapopingana, kwa sababu Mungu hafi, ndio maana hakukaa kaburini bali alifufuka. Na kwa sababu hiyo ningetamani sana uone uko kwenye position ambayo Mungu amekuweka ni ya msingi na ya muhimu pia. Naomba asubuhi hii ya leo tuongozwe na kitabu cha Injili ya Mathayo sura ile ya 8, Injili ya Mathayo sura ya 28. Tuone jinsi ambavyo Mathayo ananukuu au anaelezea tukio lilivyokuwa katika kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 28. Tutaanza ule mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema hivi: na Sabato ilipokwisha ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la ardhi, kwa sababu malaika wa Bwana walishuka kutoka mbinguni, akaja akaliviringisha lile jiwe, akalikalia, na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale wanafunzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia, wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, maana amefufuka kama alivyosema. Njooni mtazame mahali alipolazwa. Biblia inaendelea kusema, nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake, amefufuka katika wafu. Tazama, awatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakapomwona. Haya nimekwisha waambia. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu,
na furaha nyingi, wakaenda mbio wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. Na tazama, Yesu akakutana nao akisema, salamu. Wakakaribia, wakamshika miguu, wakamsujudia. Kisha Yesu akawaambia, msiogope, nendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko watakaponiona. Ndugu zangu, nataka nizungumze habari ya faida ya Pasaka. Nianze na kusema mateso ya Yesu, hasa tukianza na hili juma ambalo tumeanza nalo Jumatatu mpaka leo ni Jumapili, tunaweza tukakumbuka katika historia ya mateso, moja ya siku ambayo ilikuwa ni ngumu sana kwenye maisha ya Yesu ni pamoja na siku ya Ijumaa. Ndio maana wanatheolojia wanasema haikuwa siku ya Ijumaa tu, ilikuwa ni Ijumaa Kuu. Kwa nini inaitwa Ijumaa Kuu? Ilikuwa na mateso makuu juu ya Yesu. Lakini siku hiyo ndiyo siku ambayo Mungu alikuwa anakamilisha mpango wa mwanadamu wa kuwa huru mbali na dhambi. Wakati mwingine matukio ya kiroho tunaweza tusiyape uzito sana, kwa sababu tumekuwa na matukio mengi sana duniani. Mfano, katika nchi yetu ya Tanzania huwa tuna tukio la kumkumbuka Nyerere. Wakati mwingine siku hiyo, kama uko kwenye ajira ya serikali, siku hiyo inakuwa ni mapumziko, tunakuwa tunakumbuka, na baadhi ya vyombo vya habari vinakuwa vinatoa taswira ya maisha aliyoyaacha duniani, wanaangalia baadhi ya klipu. Lakini pili, huwa tuna siku ya kukumbuka maisha ya hayati Olinge Sokoine. Lakini pia huwa tuna siku ya kukumbuka maisha ya Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar. Huwa tunakumbuka, na mara nyingi hawa baadhi niliyowataja huwa tunasema, jamani, tunapaswa tuige mchango wao, tuwaenzi. Lakini kwa sababu matukio yamekuwa ni mengi, wakati mwingine kila mmoja hapa, kama sio mwaka huu, anakumbuka siku ya kuzaliwa. Waingereza wanaita birthday, siku ya kuzaliwa. Haya ni matukio. Lakini kwa nini nimejaribu kukupa hii picha? Haya yanaweza pia yakafikia ule ukweli wa kukumbuka Pasaka, ukaiona au nikaiona kuwa ni ya kawaida. Lakini tukio hili ni tofauti kidogo na haya matukio niliyoyasema, kwa sababu tukio hili halimaanishi leo ndio linafanyika. Lilifanyika miaka mingi iliyopita, lakini lengo la kukumbuka
ni kuona jinsi Yesu alivyobeba mchango wa imani yako ulionayo, kwamba mateso aliyoyapata wale waliokuwepo siku ya Ijumaa. Nilisikika tu nikasema kwamba ukiona jinsi alivyokuwa ameteswa, unaweza ukaona umuhimu kweli wa siku ya Ijumaa kutokula nyama. Ni siku iliyokuwa imejaa damu ya Mwokozi wetu. Ni siku iliyokuwa imejaa maumivu. Askari wa Kirumi, zile fimbo zao au tuseme namna walivyokuwa kimwadhibu, walitumia zile stiki zao wakati wanazipiga walikuwa wameziwekea ndoana. Maana yake ilikuwa akipigwa hivi wanavuta zinatoka nyama. Damu ilikuwa ni kitu ambacho naweza nikasema ni kama maji. Bwana Yesu aliteseka sana. Bwana Yesu aliumia sana. Bwana Yesu alifika hatua hata ule msalaba waliokuwa wamembebesha ukawa ni mzito, akawa anaanguka nao. Yalikuwa ni maumivu makubwa, yalikuwa ni maumivu mazito, yalikuwa ni maumivu ambayo yalikuwa ni maumivu yasiyo na mfano. Sijajua kama mimi na wewe tumeshawahi kukua tukafika level au kiwango cha kusema heri Mungu nichukue. Na kama tulifika kwenye hiyo level, alafu sasa ungeona